Hujambo mtazamaji, karibu katika Mbiu ya Kusini juma hili, tukiangazia habari mbalimbali na matukio ambayo yamejiri katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel, na miongoni mwa yale tulionayo juma hili ni pamoja na semina kwa wachungaji na wazee wa kanisa imehitimishwa hii leo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, ambapo waratibu wa semina hiyo ni wakurugenzi wote wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Sabato za ujirani mwema zimekuwa na mchango mkubwa katika utume wa kanisa kutokana na mafundisho wanayopatiwa wageni, huku yakiwavuta kwa Kristo. Katika habari za kimataifa, maelfu ya wanawake walitembea katika maandamano kupitia mitaa ya Lubanga nchini Angola, wakipaza sauti kupinga ukatili wa kijinsia, huku wakinyanyua sauti zao kudai haki na ulinzi katika nchi ambapo matukio ya unyanyasaji yanatia hofu. Kwenye maburudisho wiki hii tunao waimbaji wa Gospel Light wa jijini Dar es Salaam ambao wamezidi kuwa mbaraka kwa watu wengi kupitia huduma yao ya uimbaji. Semina kwa wachungaji na wazee wa kanisa zimehitimishwa hii leo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, ambapo waratibu wa semina hiyo ni wakurugenzi wote wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Rehemael Joseph ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza mara baada ya mkutano huo, mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Joseph Mgwabi, ambaye alikuwa ndiye mnenaji mkuu katika mkutano hiyo, amesema semina hizo zimefanyika kwa sababu watoto wanajifunza kwa kuona, hivyo wakiona mivuto mizuri kutoka kwa viongozi na wao watafanya vizuri. Tunapenda kumshukuru Mungu, tumekuwa na semina ya watoto katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni katika jiji la Dar es Salaam. Semina ambayo imekuwa ikisimamiwa na wakurugenzi wa idara zote katika Union ya Kusini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Na semina hii hasa iliwalenga wachungaji pamoja na wazee wa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu watoto wetu wanajifunza kwa kuona, na wakiandaliwa vizuri na wakiona mivuto kutoka katika viongozi hawa, basi na wao kesho watafanya vizuri sana. Kwa hiyo tumekuwa na hao viongozi tukiamini kwamba wakifanya mambo yao vizuri, kama ni wazee wa kanisa, watoto wataiga mazuri. Wakifanya mambo mazuri kama ni wachungaji, watoto wataiga vizuri. Na hivyo kesho tutakuwa na kanisa lenye nguvu ambalo limejengewa msingi imara. Tunaona katika Biblia wapo akina Danieli, wapo akina Yusufu ambao walijengewa mazingira mazuri toka mwanzo kutoka kwa wazazi wao, na baadaye waliweza kusimama imara. Kwa hiyo na sisi watoto wetu tukiwajengea mazingira mazuri, basi watajifunza kutoka kwetu. Lakini lazima tabia zetu ziweze kuwa nzuri. Kile tunachokisema kiendane na matendo yetu. Naye Madam Priska, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, amesema wameungana idara zote ili kumfanya mtoto kujua anawajibika kwa Mungu. Tuko kwenye semina ambazo tumeziita Children's Impact. Ni semina ambazo zimeelekezwa kwa wachungaji na wazee wa kanisa, zikiwa na lengo la kuweza kupeana changamoto ya kuona namna ambavyo tunaweza tukalea na kukuza watoto ambao mfumo wao na mtindo wao wa maisha utakuwa umejielekeza kwenye ibada kamilifu na uchaji wa Mwenyezi Mungu. Ili kuweza kufanikisha hili, tumeungana idara zote ambazo zinaratibu mambo yote ambayo yanatufikia kanisani, ikiwa ni idara ya shule ya Sabato, uwakili, muziki, vijana, mawasiliano na idara zingine, kuona namna ambavyo vyote tunaweza kutoa namna ambavyo tunaweza kuwafikia watoto na kuwasaidia kukua. Lengo halisi ni kuweza kumfanya mtoto tangu akiwa mtoto mdogo ajue anawajibika kwa Mungu, yeye kama jinsi alivyo, lakini pia anawajibika kwa vyote alivyonavyo ambavyo atavifanya na kuvipata, lakini pia anawajibika kwa ajili ya ibada yenye kicho. Na basi kwa sababu ni mtoto na analazimika kufundishwa,
na katika uchaji Mungu mtoto anapaswa kujifunza kwa kupitia maandiko, basi ajue maandiko matakatifu ni sehemu ya maisha yake maisha yote. Kwa hiyo tukaja na wazo la kuwafundisha kwamba hata wanapoenda kwenye ibada wawe na vitendea kazi vyote ambavyo ni Biblia, kitabu cha nyimbo, maana neno la Mungu linasema nyimbo za utotoni huwasaidia watoto watakapokuwa vijana wakumbuke na kushinda majaribu watakayokabiliana nayo. Lakini pia lesoni, lakini pia na sadaka, na bahasha ya sadaka. Na hivyo kwa kupitia mfumo wa uwakili ambao tumejifunza katika semina hizi, watoto wakisha wajibika katika kazi, mapato watakayoyapata wanaanza kwa kutoa sadaka. Hivyo watoto wawe na begi la kanisani ambalo litabeba hivi vitu vyote kwa ukamilifu na kuvitumia kanisani. Mwitikio wa semina umekuwa mzuri. Wazee wa kanisa pamoja na wachungaji wamefika na kila mmoja amekiri kwa kweli wazo hili ni wazo muhimu katika kukuza vijana wanaoweza kuwajibika na kujitambua. Na wengine wamesema mbona limekuja likiwa limechelewa, lakini basi tumetiana moyo kwamba ndio wakati wa Bwana, kwa sababu Bwana anatamani kizazi hiki sasa kiweze kuinuka kikiwa kinajitambua, kikitambua uwepo wake na namna kinavyowajibika kwake kama yeye anavyowajibika kwetu kama watoto, kama wazazi, kama viongozi. Mchungaji Baraka Butoke ni mmoja wa wawezeshaji, naye amewashukuru wachungaji pamoja na wazee wa kanisa kwa kushiriki kikamilifu katika mikutano hiyo. Lengo kuu ni kuwafanya watoto kuwa mawakili waaminifu, lakini pia kuwa wanafunzi na wakipeleka injili mbele. Lakini pia kutakuwa na kuzindua sanduku la zaka na sadaka kanisani. Tunategemea ya kwamba hii haitakuwa program, itakuwa ni mtindo wa maisha ya watoto wetu kufanyika wainjilisti, lakini pia wakiishi kama mawakili waaminifu kwa Mungu wao. Bwana atubariki sana, na kwa niaba ya wawezeshaji tunawashukuruni wazee wa kanisa, tunawashukuruni wachungaji kwa kutoa muda wenu kuja na kushiriki kikamilifu. Nao baadhi ya wakurugenzi kutokea kwenye conference na field zilizoshiriki wameonyeshwa kufurahishwa na mkutano hiyo na akawa na haya ya kusema. Katika mikutano hii hapa Magomeni, mikutano ya changamano wa uinjilisti pamoja na wakili ya watoto ambayo imekuwa na wajumbe ambao ni wachungaji pamoja na wazee wa makanisa, imekuwa mikutano mizuri sana. Tumepewa charge kutoka katika ngazi za union, tumepewa charge katika majimbo yetu huku chini kwenda katika makanisa na kuwatia moyo waalimu wa watoto wenyewe, kuwafundisha maadili, kuwafundisha ibada, kuwafundisha imani, kuwafundisha mambo yote ambayo yanahusiana na imani yetu na mambo ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Naye mchungaji na Daktari James Machage pamoja na mchungaji Baraka Masalu ni miongoni mwa wachungaji walioshiriki semina hizo, na wakasema kwanza nipongeze sana uongozi wa union kuandaa semina hii nzuri ambayo imeturudisha kuangalia kwamba kanisa la watoto ni muhimu kusaidiwa, kwa sababu watoto wanahitaji kusaidiwa kuanzia wakiwa wadogo kumfahamu Mungu katika imani yao, kujua namna ya malezi, mambo ya teknolojia, kwa sababu vitu hivi vimekuwa vingi katika dunia hii. Nimefurahi pia katika mambo ya uwakili, namna ambavyo tunapaswa kuwasaidia watoto kujua kazi kwanza ambayo inawapelekea kufanya kazi kwa kujituma, kwa uaminifu. Tuwaelekeze watoto kufanya kazi ambayo kwa kuwajibika huko wanajenga maisha na msingi utakaowasaidia kuwajibika katika utu uzima, lakini pia kumtanguliza Mungu katika maisha yao. Tumejifunza namna ambavyo tunaweza tukawafanya watoto wakawa ni wainjilisti na wakafanya utume, lakini kuwaandaa watoto kuwa watoaji kwa Bwana kunaanzia katika utoto wao, kuandalia bahasha zao kwa ajili ya matoleo na sio bahasha za familia, lakini pia kuwafundisha kazi ndogo ndogo pale nyumbani ambazo kupitia hizo naweza kuwafundisha namna ya kufanya kazi na kujipatia kipato na hatimaye kutenga kile ambacho ni cha Bwana. Zimekuwa ni semina za pekee sana ambazo kwa kweli zinatuhitaji makanisa kuamsha sana idara ya watoto, hasa upande wa utume pamoja na matoleo.
Kanisa la watoto inabidi liwe na sanduku lake la sadaka ambalo limekaa kitoto, limepambwa kitoto na limelembwa kitoto likiwa na rangi za watoto, ili kuwafanya watoto wapende kutoa na kujua kwamba wanawajibika katika matoleo. Aidha, mmoja wa wazee wa kanisa alipata wasaa kuzungumza na vyombo vya habari, huku akisema viongozi wamefanya jambo jema na huu ujumbe wataenda nao katika makanisa yao. Maana yake tunaona kwamba watoto hata miaka mitatu ukimlea katika maadili ambayo ni mema, hata yaacha hata atakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya semina hii, na tukiomba kwamba union yetu, field yetu waendelee kwa ajili ya kutulea katika maadili ambayo ni mema kwa ajili ya vijana wetu. Mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni ili kupata taarifa zaidi, lakini pia kutoa maoni yako katika akaunti zetu. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, na hivi sasa tuangazie habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili. Sabato za ujirani mwema zimekuwa na mchango mkubwa katika utume wa kanisa kutokana na mafundisho wanayopatiwa wageni, huku yakiwavuta kwa Kristo. Taarifa yake George Mutarogwa kutoka kule jijini Mbeya inafafanua zaidi. Mchango mkubwa wa utume kupitia sabato za wageni umeonekana kupitia matukio kadhaa ya sabato hizo ambayo yameendelea kote nchini kwa vipindi tofauti, kama inavyothibitishwa na mchungaji Jericho Kasiba wa mtaa wa Forest jijini Mbeya. Sabato za wageni zina mchango mkubwa sana kwa sababu ni sehemu ya utume. Tunapowaita watu wanakuja pamoja, tunafanya maombi na kufundisha ukweli wa Biblia, kwa watu wanajitoa kujiunga na kanisa. Kwa tunaona linachangia kukuza makanisa yetu na mitaa, kwa sababu tunaamini watu wengi watajitoa kujiunga na kanisa kama nilivyosema hapo mwanzo. Uongozi wa kanisa la Forest kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini, wao ni miongoni mwa waandaaji wa sabato ya ujirani mwema, na hapa wanaeleza jinsi mwitikio uliokuwa mkubwa na mafanikio walioyapata hasa kwa kuwapatia wageni vitabu vya neno la Mungu. Ya mpango kazi ambao mwaka huu ulikuwepo ni kuwa na sabato za wageni, ambazo zipo zile ambazo tunapanga sisi kama kanisa, lakini ziko zile ambazo zinapangwa na union. Kwa mfano kama tarehe 28 ni sabato ambayo inafanyika katika union yetu hii. Kwa hiyo ni moja ya sabato ambayo imetusaidia kutekeleza mpango kazi ambao tulikuwa nao toka tunaanza mwaka, kwamba kwa kushirikiana na ratiba ambayo itakuja kutoka union tutakuwa na sabato ya wageni. Lakini sabato ya wageni hiyo, kwa sababu imefanya kanisa mahalia, pia inatusaidia pia kutimiza mpango yetu kama kanisa tulikuwa tumejiwekea kuhusu shule ya sabato. Hadi tunahitimisha ibada ya siku ya leo ya mchana huu, tunaona kwamba tuna wageni wa 16. Kwa hiyo kwa kulinganisha na idadi ya washiriki tulionao, bado tunaona kwamba ni lengo kubwa sana ambao tumeweza kulifanya, na imekuwa ya kupendeza, na hata wageni wenyewe wameweza kufurahia. Lakini tunamshukuru kwamba kila mgeni ameweza kupata nakala ya kitabu. Lakini wapo waliojitoa kuendelea kujifunza na waliojitoa kwa ajili ya ubatizo. Wageni waliohudhuria katika sabato hiyo nao walipata fursa ya kueleza furaha walioipata kwa kushiriki ibada pamoja na familia ya waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, huku wakifurahia ukarimu na uzoefu walioupata kutoka kwa wenyeji wao. Of course, I'm so excited. Nimefurahi sana katika siku ya leo kushiriki na hawa watu kwa sababu nimeuona ukarimu wao. That's why I'm happy. Nilichojifunza ni kuwa na umoja. Nimeona umoja ambao wametuonyeshia, licha ya kwamba tumetoka madhehebu tofauti, lakini wametuonyeshia upendo ambao sijawahi kuona kwenye madhehebu mengine. Kwa ibada ya leo nimefurahi sana kwa sababu nimepata mwongozo mzuri, na pia na kwa ujumla yani ni furaha tele. Kwa ibada ya leo imenifurahisha sana. Sihi watu ambao washiriki ibada ni nzuri, kwa sababu ibada ni nzuri, ambayo tena ibada ni fundisho, kwa sababu ambalo ulijui wewe utakuja kujua mlipo na kusanyiko. Na kwanza Biblia ndio mwongozo, ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho kinamfundisha mwanadamu wa kila aina, kinamwelewesha, kinamjulisha kwamba bwana, hapa hiki kinatakiwa hiki, hapa patakiwi hivi. Matukio ya sabato za ujirani mwema yameendelea kote nchini, huku yakileta matokeo chanya kupitia ubatizo na utume kupitia vitabu. Kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa. Asante sana George Mutarogwa kutokea huko Mbeya. Na hivi sasa tuelekee kule katika Conference ya SEC, ambapo
Kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania limezindua vitabu vipya vya kufundisha masomo ya dini mashuleni. Taarifa yake Mtambo Mngereza inaeleza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya maafisa wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano pamoja na idara ya elimu na uhuru wa kidini, Mchungaji William Izungo ametoa wito wa makanisa kuhakikisha anaweka vibao vya kisasa vinavyoonyesha kwa uwazi mahali makanisa yao yanapopatikana. Msisitizo mkubwa ulikuwa ni namna gani tunaweza kuzitumia idara hizi katika masuala mazima ya utume. Hivyo waratibu hawa wamepata nafasi ya kujua majukumu yao, lakini mbinu gani wanaweza wakazitumia kwa ajili ya utume. Matamanio yangu kwamba kwenye makanisa yetu sasa, kila kanisa liweze kuwa na kibao kizuri cha kisasa kinachoelekeza mahali kanisa lilipo. Aidha, amesisitiza umuhimu wa makanisa kuwatambua na kuwathamini walimu wanaofundisha vipindi vya dini mashuleni, kwa kuwa wanachangia kwa kiasi kikubwa katika kuwalea wanafunzi katika misingi ya maadili na imani. Tunamshukuru Mungu sana kwa upande wa walimu wanaofundisha vipindi vya dini mashuleni. Sisi hapa tumezindua kuanza kutumia mitaala ya ufundishaji wa vipindi vya dini mashuleni, na kama conference tumeenda mbali zaidi. Tumesema kwamba tunatamani tuwatambue walimu hawa. Hivyo kupitia kila kanisa tutapokea walimu hawa, lakini tutawapatia semina tena zaidi, lakini tutaandaa hata vitambulisho na barua rasmi kabisa ili kwamba wanapoenda huko waweze kutambuliwa vyema. Lakini tutaona namna gani kama kuna changamoto wanazokutana nazo tuweze kuona namna ya kuweza kuwasaidia. Kwa kweli imekuwa ni semina nzuri, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwenyekiti wetu wa conference tumekuwa naye, lakini tumewatia moyo kila kanisa katika conference yetu liweze kuanzisha shule angalau ya chekechea, lakini kila kanisa pia basi liweze kuwatambua vyema na kutujulisha wale walimu ambao watakuwa wanafundisha vipindi hivi vya dini mashuleni, ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Na hasa zaidi msisitizo mkubwa uliotolewa kwa ajili ya One Voice, ni imani yangu kwamba tarehe 14 mwezi huu wa 3 tunapokuwa tukienda kuanza kuzindua rasmi One Voice, basi itaitikiwa vyema, na sisi tunafanya kwenye kanda zetu, ni imani yangu itapokelewa vyema na kuwa na mafanikio makubwa. Endeleeni kutuombea Bwana anapotutumia kwa ajili ya kupeleka utume ulimwenguni kote. Kwa upande wa seminishaji wa semina hiyo, wana haya ya kusema. Jina la kanisa linavyoandikwa linaandikwa kanisa, unaacha space, la unaacha space, wa Adventista unaacha space, wa unaacha space, Sabato umemaliza. Ile wa Sabato haiunganishwi, sio wa Sabato, ni wa Sabato. Wale watunzao Sabato sio wa Sabato. Tulifahamu hata jina la kanisa hili, yaani ufahamu jina la kanisa lako. Na sasa ikiwa yote hawafahamu, basi walao kiongozi wa idara ya mawasiliano anatarajiwa awe anafahamu jina la kanisa lake. Yaani inashangaza kukuta ubao umeandikwa ama signboard imekosewa, kwa maana wenye kanisa lao hawalijui kanisa lao, hawajui linaandikwaje. Tunapaswa tuwe watu ambao wanatunza habari na kuzitoa, na haifai kukaa na habari. Tunapaswa tuzitoe habari, tupokee habari na tuzitoe, lakini pia tujue habari gani tunashughulika nazo. Sio kila habari. Masaa bilioni 14 yanatumika kwa watu kuingia WhatsApp, kujibu message, kuingia Facebook, kuposti picha, Instagram. Watu wako huko. Bilioni 2.2 ya vitabu pekee ndivyo vimekuwa vikiuzwa kwa mwaka. Mbinu ya kwanza ya utume ambayo lazima kanisa tuielewe ni kwamba kanisa lazima lipeleke utume kule watu waliko. Sasa watu karibia dunia nzima wako kwenye mitandao. Na kwa kweli msukumo wa Sauti Moja 27 unakuja kutupatia majibu ya vile ambavyo tutakwenda kuwafikia watu
kwa njia ya mtandao. Mwaka 2027 mwezi Septemba umekuwa ni mwezi ambao umechaguliwa kila idara, kila mtu ndani ya kanisa kwa wakati mmoja. Wote kwa pamoja tunaungana kufanya kazi ya utume. Bwana asifiwe sana. Mahali ambapo hatuna shule zetu ni vizuri ikaanza. Mkakati wetu wa Union ni kwamba tunahimiza kila kanisa angalau waanze na chekechea au daycare, maana kuna tofauti. Hii daycare ni kwa ajili ya watoto tu washinde pale shuleni wadogo, lakini wakati huo wanafundishwa habari za Yesu. Kulikoni kule mahali ambapo watafunguliwa mapicha na makatuni mabaya. Mtu mmoja aliniambia hivi, mtaalamu wa katuni, zile katuni zikimaliza kutengenezwa, Tom and Jerry, sijui nani na nani, watoto ukiwauliza watakwambia, wanazitambikia na kusema katuni hii ya Tom and Jerry, nenda ukawavuruge watoto vichwa wasiwe watu wa kusikia. Hii nimeitoa kwenye chanzo kimoja cha kuaminika, kwamba nia yao wanataka wawavuruge, yani ni mpango wa shetani wa kuwavuruga watoto. Tom and Jerry mwanzo tulikuwa tunaiona ni nzuri, lakini Tom and Jerry ile ni katuni ya kulipiza visasi. Kwa hiyo tuangalie sana mahali ambapo tunawapeleka watoto wetu na vitu wanavyoonyeshwa. Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Mbezi Luisi, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Naam, taarifa hii inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Mbonea Daniel, tafadhali endelea kubaki nami mtazamaji, na kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Semina kwa wachungaji na wazee wa kanisa imehitimishwa hii leo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, ambapo waratibu wa semina hiyo ni wakurugenzi wote wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Sabato za ujirani mwema zimekuwa na mchango mkubwa katika utume wa kanisa kutokana na mafundisho wanayopatiwa wageni, huku yakiwavuta kwa Kristo. Katika habari za kimataifa, maelfu ya wanawake walitembea katika maandamano kupitia mitaa ya Lubanga nchini Angola, wakipaza sauti kupinga ukatili wa kijinsia, huku wakinyanyua sauti zao kudai haki na ulinzi katika nchi ambapo matukio ya unyanyasaji yanatia hofu. Kwenye maburudisho wiki hii tunao waimbaji wa Gospel Light wa jijini Dar es Salaam ambao wamezidi kuwa mbaraka kwa watu wengi kupitia huduma yao ya uimbaji. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa sehemu katika taarifa hii, na hivi sasa tutupie macho katika habari za kimataifa. Maelfu ya wanawake walitembea katika maandamano kupitia mitaa ya Lubanga nchini Angola, wakipaza sauti kupinga ukatili wa kijinsia, huku wakidai haki na ulinzi katika nchi ambapo matukio ya unyanyasaji yanatia hofu. Tupate taarifa zaidi. Lubango, the capital of the Huila province, was the scene of the largest civic women's march in the city's history. Around 3,000 Seventh-day Adventist women took to the streets in a protest against gender-based violence. The march covered 10 kilometers through the city streets. With posters, banners, and floats, they peacefully fought for justice and an end to violence against women and children. 3,000 women took part in this event. Our aim is to end violence and support women struggling with addiction. We want to help everyone and contribute to the hope of a brighter future. The Huila province, with its challenging geography and predominantly Christian population, faces high rates of gender-based violence.
Recent data shows that about 34% of women in Angola have been victims of physical or sexual violence. In Lubango, cases of child sexual abuse are on the rise, with 39 reported cases in 2022. The situation is alarming, and silence only perpetuates the suffering of victims. Given the circumstances, Adventist women decided to take action. Na sasa tuangazie habari za muziki na maburudisho, ambapo kwa juma hili tunao waimbaji wa Gospel Light Tanzania kutoka jijini Dar es Salaam katika kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala, ambao wamezidi kuwa mbaraka kwa watu wengi zaidi. Na mwenzangu Rehemaeli Joseph alifanya mazungumzo na mwalimu ambaye anafundisha katika kikundi hiki. Hebu tumsikie, alafu tutapata nafasi pia ya kutazama na kusikiliza ujumbe wa wimbo ambao wamekuja nao unaosema nashukuru. Yamezidi matarajio yangu. Kama mwanadamu huwa nakosea, hata ulinikata wanipenda zaidi. Kwa majina naitwa Baraka Levis Tunasunga, mwimbaji na mwalimu wa Gospel Light Tanzania. Watu wameupokeaje wimbo huu katika social media ambazo mlituma, mitandao ya kijamii na kadhalika, kanisani? Watu wameupokeaje? Ya, watu wanabarikiwa. Mrejesho imekuwa mingi sana, watu wakibarikiwa na wimbo huu sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mrejesho ni mzuri kutokana tulivyopata na tunavyoiona katika mitandao ya kijamii ambazo tuliweza kuweka wimbo huu. Kwa hiyo mrejesho ni mzuri mpaka sasa. Na una nini cha kuwaambia pengine ambao wameutazama wimbo ama wanautazama, lakini pia wasikilizaji ambao wanakusikiliza? Kuna muda tunaweza tukapitia magumu, tunaweza tukapitia shida, lakini Mungu zote huwa yuko pamoja nasi, hutuokoa, hutuponya, hutubariki na hata kutusamehe. Kwa hiyo tusisubiri Mungu atutende mambo makubwa sana, lakini yatupasa hata kila siku tunapoamka asubuhi tuwe na mioyo ya shukrani, kwani sidhani kama sisi binadamu kuna sehemu yote tunaweza kutoa uhai na nguvu isipokuwa kwa Mungu wetu. Ametenda makuu na yasiyoelezeka. Nilipokata tamaa, alikuwa ni kimbilio langu. Katika magumu na dharura zote, kuwahinikata wewe ni wema sana. Leo nimekuja. Mtazamaji, unaweza kuwatembelea katika mitandao yao ya kijamii, hususan kule YouTube, ili uweze kupata nyimbo nyingi zaidi ambazo zitakubariki. Mpaka hapo mimi nafikia tamati katika Mbiu ya Kusini juma hili na taarifa ya habari, na kwa niaba ya wale wote walioweza kufanikisha taarifa hii kukufikia, jina langu naitwa Mbonea Daniel, na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Mungu akubariki na akulinde.